subscribe to my channel. And also press this bell icon. Vizuri, zote wanacheza vizuri. Sasa mtu huyu anatoka mchezaji ya mechi league ndio anaelewa na Mungu. Kwa mimi sijui nani anatoka mchezaji wa mechi ya tarehe 25. Sasa anasemwa sana kuwa anaweza kuwa province akawa mchezaji bora msimu. Kwako unaonaje Charles Ahoua kwenye kosi cha Simba msimu? Hata watu yote, sio mimi mwenyewe, Afrika yote wameona kama Ahoua anacheza kwa ligi ya bingwa, anacheza vizuri, ligi ya Tanzania na CRDB zote Ahoua anacheza vizuri, anafunga. Sasa kwa mimi tunaacha kwa Mungu, anasaidia Ahoua amaliza ligi yake vizuri, hamna kupata enka, hamna kupata chochote ya vibaya kwake. Sasa zote tu kwa Mungu, tunaacha yeye kwa Mungu. Ndio Mungu anasaidie aenda mbele, amaliza ligi yake vizuri kama ya kwanza. Kuna nafasi ya Simba umecheza kama mshambuliaji. Na sasa Simba inayo Bukwala na Ateba, ambao mara nyingi wanacheza katikati. Kwa kutazama Bukwala na Ateba, unaweza ukasema nini kwa msimu huu wa kwanza kwao? Wote wanacheza vizuri, wote wanafunga. Sio mimi, kocha ndio anajua na mashabiki nani anacheza vizuri, nani anacheza vibaya kwa zote wawili. Mimi mchezaji kama wao, sisi tupo wachezaji, hamna kusema mambo mwingine kwa rafiki yako mchezaji. Napenda wachezaji yote, hamna mchezaji kupenda mtu kwa huyu Mkongomani, huyu Tanzania, huyu mtu ya Morocco, huyu mtu ya nini, zote wachezaji. Nataka nisikie kwako kwenye nafasi ya ubingwa, unatamani Simba awe bingwa? Mungu, sio mimi, sio wewe, sio sisi. Mungu ndio anajua. Mungu anaweza akafanya anachotaka. Ni wachezaji gani Simba msimu huu kuvutia sana? Inawezekana ni wote kuvutia ni wachezaji. Lakini unasema hawa kwa sababu wamekuja Simba kwa mara ya kwanza, lakini kwa waliofanya kwa msimu wa kwanza wao. Mungu ndiye anajua, sio mimi. Bareke, uko karibu sana na mashabiki wa Simba kuliko Yanga. Na timu zote mbili hizi umechezea. Tuambie kwa nini upo karibu sana na mashabiki wa Simba kuliko Yanga? Kwa kupenda. Wanapenda mimi mpaka zamani nilipita hapa. Nimeenda Yanga, hamna mashabiki wa Simba anatumia mimi message ya vibaya. Tunaongea vizuri. Yanga iko timu yangu ya zamani, Simba timu yangu ya zamani. Hata washabiki ya Yanga wanapenda mimi sana. Wanaanza kupenda mimi mpaka niko Simba. Mashabiki ya Yanga, mashabiki ya Simba, mashabiki zote ya Tanzania. Nauli hiyo nauli na hii. Kweli. Hii hapa kutoka moyoni. Hii hapa nauli. Kutoka moyoni. Safi, mwongea vizuri. Safi. Bado kwenye Instagram yako umebadilisha video, umeandika Simba Sports Club. Tunajua msemaji wako Udi Mnyamani? No, sio mimi, mtoto. Mtoto achukua simu, anacheza game, amebadilisha mambo nyingi kwa simu. Mimi sijui, naona watu wanapigia mimi simu, angalia account yako umebadilisha, angalia hivi. Nimetoa. Hamna mambo ya nasema na mashabiki ya Simba, hamna mtu ameona vibaya kwa mimi na nimetoa nini ya Simba. Nimetoa kwa hii account professional ya mimi, hamna kufanya mambo mwingine. Sasa sio mimi kwa mtoto anafanya hivyo. Tarajia nini kwenye ile nani? Uko tayari kurudi Simba? Uko tayari kurudi Simba? Kurudi? Simu yangu yako. Kaka unasemaje? Tutarajie nini sasa baada? Kwa nini mtoto ameandika Simba lakini sio Young Africans? Hivyo Young Africans kama yeye aingia, sijui ayaingia wapi. Nimeona watu wanapigia mimi, wewe umeweka nini ya Simba kwa account yako. Mimi sijui nimepost nini, angalia simu yako, angalia wa video yangu. Sione video ya mpya ya Simba ndani.
Oh, angalia akaunti yako vizuri. Naangalia watu wanaandika jina. Nasema mtoto. Nimekuuliza ni kwa nini mtoto ameandika Simba. Kuna vitu ameviona ambavyo vitatokea mbele kwa Jean Baleke. Nalipa wewe namba nyumbani upigia uongea na mtoto kama mtoto. Kwa nini umeweka nini ya Simba? Bwana Jean Baleke. Wanasema kwamba uliondoka Yanga ukiwa bado na madai yako. Ikoje sasa? Deya Masuala ya kifedha wewe na Yanga mmalizana vipi? Hii mambo ya timu na mchezaji sio mambo ya kusema na watu. Nini kinafuata msimu ujao kama mchezaji sasa? Baleke wako Jean Baleke bado uko kama mimi Jean Baleke, nimekaa Jean Baleke, naenda juu Jean Baleke, top scorer, hamna kutoa, hamna kubadilisha, hamna kuweka mwingine juu. Mimi niko mchezaji top scorer. Baleke, mashabiki watarajie kukuona wapi sasa msimu ujao? Subiri umeona baadaye. Sio sasa hivi. Kuna ofa zozote ambazo zimeingia? Mimi mwenyewe najua na Mungu. Ndani nje. Sijui. Shukrani sana. Amina. Asante sana. Yes. Balo tunaloliogopa kwenda uwanjani kucheza na sisi tuna timu yetu imekaa iko vizuri kabisa. Brother Mau Kigamboni mzee wa Bandari. Bana kakangu mzee wa Bandari Simba kweli. Haya bana. Rotation ya kwenye kikosi cha leo pengine ndio maandalizi sahihi ya kwenda kwenye Simba ina kikosi kipana. Na leo umeona kila mchezaji apate kuonja na nini. Kuna mwingine ndio mazoezi yake leo kuelekea mechi zingine zozote zitakazokuepo, lakini kila mchezaji yupo kwa ajili ya kuipambania Simba. Mzalamo umetumia kauli ya kwamba una hamu na dabi ya Kariakoo. Yoyote mimi sijawahi kusema hatuchezi. Na sijui kama inachezwa au haichezwi. Lakini lazima Simba achukue kombe. Kama ipo mechi basi ataenda kufa. Young Africans leo Zanzibar ushindi wa mnono magoli mengi. Wewe unasemaje? Sasa si umeona anayocheza naye wapi? Si umemwona msemaji wa ile timu jana amehojiwa? Aliibuka, si mmesikia alivyosema? Alisema hii Yanga tunaenda kucheza nayo mechi ni ngumu, timu bora ambayo ina timu nzuri kulipita Real Madrid. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu nzuri kuliko Real Madrid. Sasa ukimwangalia tu hivyo unajua bwana huyu sio chawa, huyu papasi. Kwa hiyo wameenda kucheza na mapapasi. Maana chawa ni mdogo, papasi kupe. Likikuganda limekuganda. Wamesema maandalizi ya dabi wanaanzia huko. Sijui kama wanaanzia huko wanaanzia wapi. Sio wala au mechi ipo hakuna. Wala si hatujui, lakini sisi tunachojua Simba akachukue kombe. Na kombe tutalichukua inshallah. Mzalamo, kwa niaba ya mashabiki wengi ambao wanakutazama, wengine ambao hapo hapa. Tumekuwa tukiona mtandaoni na matamko ya mashabiki wakizungumzia wanataka waone tamko la club na kwamba wao msimamo wao mashabiki ni ile barua ya timu ambayo ilitolewa tarehe 12. Wewe umesema unacheza, lakini unadhani kwa nini mashabiki wengine wameibuka? Sikusema ninacheza. Mimi sijasema ninacheza wala sicheza. Sijasema chochote. Hujasema chochote. Sijasema. Usininukuu kusema mimi ninacheza. Kwa hiyo mimi sijasema nacheza au sicheza. Mimi nimekwambia Simba lazima awe bingwa. Sasa mimi swali langu kwa faida ya mashabiki wengine wanaokutazama, maana unawakilisha wengi. Mashabiki unadhani kwa nini waliibuka na kusema wao msimamo wao ni ile barua iliyotolewa ya tarehe 12 kwamba dabi isipochezwa tarehe 15 basi haichezwi tena? Kila mshabiki ana miemko yake. Hilo wewe unajua. Swaiba wako Dr. Mudi siku nyingine anasema Karia mbaya, mara Karia mzuri kama sukari, mara nini. Kwa hiyo huwezi kumzuia kila mtu anachosema. Lakini nimekwambieni mimi hamkuwahi kuona, hamkuniona kuposti kusema dabi haichezi. Hilo la kwanza. Lakini sijawahi kusema pia dabi inachezwa. Kwa hiyo nipo 50-50. Sasa kuna mtu anakutazama sasa hizi anataka akusikilize, labda na yeye akufuate kwamba mimi namfuata Mzalamo, wewe unasemaje? Sio waende TFF ndo anajua. Sasa nikajue mimi Mzalamo. Ngoja kwanza Mzalamo bwana. Wewe umesema wewe upo katikati. Yaani mimi sijasema dabi tunacheza wala hatuchezi. Sasa kwa nini niwatangazie watu wao yachezwa au hachezwi? Kuna mtu yuko nyuma. Wasubirie tarehe 25. Kuna mtu yuko nyuma yako anataka akufuate wewe. Atanifuata kinyemela. Mimi nipo, akinifuata kinyemela nitamwambia nilichokuwa nacho. Kuna mtu yuko nyuma yako anasema mimi atakachokisema Mzalamo ndio role model wangu na mimi nafuata hicho. Sasa atakuwa anakosea. Anatakiwa kwanza anifuate mimi. Tarehe 25 sio mbali, bado siku 3 naamini. Sasa lazima watu wavute subira. Inna Allaha ma'as sabirin. Yoyote mwenye kusubiri
yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inshallah kama ipo basi itakuwepo. Wakati ambapo unasema ina Allah maswabilina, sawa, ni kweli mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandalizi ya mchezo ya dabi yanaendelea. Ndio tunaenda kufanya kwamba itakapopatikana hiyo nafasi basi tunasema aljitihada wajada. Mwenye kujitahidi atafanikiwa. Tunaenda kujitahidi, kama ipo basi tutafanikiwa. Sasa turudi kwenu nyinyi kama mashabiki, maandalizi yenu kwenye kuisupport timu tarehe 25. Timu tushaisupport toka huko tulipotoka hadi kufikia hivi sasa. Sasa hayo mambo ya kusapoti timu ukawaambie wale ambao waliokuwa wanataka kuharibu mpira huu. Wameona sasa kuchukua kombe kama tembo kupita kwenye tundu ya sindano, wakaanza kuharibu mpira, kumuona Almas Kasongo mbaya, Wilfred Kidau mbaya, wakati wamechukua kombe kupita hao Karia mbaya. Ukawaambie hao, lakini sie Simba tulikuwa tunanyoosha timu yetu, tunaokota pointi 3 kila sehemu. Kila tunapoenda tunataka